2016 niliteuliwa mara ya kwanza kuwa katibu wa secretariat, na wakati huo nikiwa katibu mkuu wa baraza la vijana wa Chadema Bavicha. Nikasevu mpaka 2019. Baada ya uchaguzi nikamaliza kipindi changu cha kuwa katibu mkuu wa baraza la vijana wa Chadema, nikateuliwa tena kuwa katibu wa secretariat ya kamati kuu ya chama. Nikasevu kwa kipindi cha miaka mingine mitano mpaka 2025. Baada ya uchaguzi nikateuliwa wa katibu wa secretariat ya kamati kuu. Sasa wakati huo nikitekeleza majukumu ya katibu wa secretariat ya kamati kuu ya Chadema, pia nilikuwa natekeleza majukumu ya mkuu wa mafunzo ndani ya chama, sambamba na mkuu wa tathmini na ufuatiliaji ndani ya chama. Kwa hiyo pamoja na kuwa katibu wa secretariat ya kamati kuu ya chama, nilikuwa pia na nafasi nyingine ambazo nilikuwa nazifanyia kazi. Sasa kwa nini nimekuja leo hapa kuzungumza? Nimekuja kutokana na yaliyojitokeza jana mitandaoni na baadhi yenu mkayaripoti kwa namna moja au nyingine, na nikawa napokea simu nyingi sana, simu nyingi kutoka kwa nyinyi waandishi wa habari, lakini simu nyingi vile vile kutoka kwa wanachama wapenzi maeneo mbalimbali, kutaka kujua hasa ni nini ambacho kimetokea. Kwa hivyo nikadhani ni vema nikajitokeza hadharani na nikasema jambo kuhusu sakata hilo ambalo limejitokeza jana, na likaripoti habari vikazungumza kuhusu jambo hilo la mimi kuondolewa kwenye nafasi ya katibu wa secretariat ya kamati kuu ya Chadema. Sasa kwanza niseme ni kweli kwamba nimeondolewa kwenye nafasi ya katibu wa secretariat ya kamati kuu ya Chadema, na niwape comfort watu wengi ambao wanaamini kwamba Julius Mwita ameumia sana kuondolewa kwenye nafasi ya katibu wa secretariat ya kamati kuu ya Chadema, kwamba sijaumia kuondolewa kwenye nafasi ya katibu wa kwamba sijaumia kuondolewa secretariat ya kamati kuu ya Chadema ambacho kimetokea. Kwa hivyo nikadhani ni vema nikajitokeza hadharani na nikasema jambo kuhusu sakata hilo ambalo limejitokeza jana, na likaripoti habari vikazungumza kuhusu jambo hilo la mimi kuondolewa kwenye nafasi ya katibu wa secretariat ya kamati kuu ya Chadema. Sasa kwanza niseme ni kweli kwamba nimeondolewa kwenye nafasi ya katibu wa secretariat ya kamati kuu ya Chadema, na niwape comfort watu wengi ambao wanaamini kwamba Julius Mwita ameumia sana kuondolewa kwenye nafasi ya katibu wa secretariat ya kamati kuu ya Chadema, kwamba sijaumia kuondolewa kwenye nafasi ya katibu wa secretariat ya Chadema. Lakini kwa nini nimekuja kuzungumza hapa? Moja ni kutoa ufafanuzi au kukiri hadharani hilo, lakini mbili kueleza yale ambayo yanasemwa kwamba ni sababu ya Julius Mwita kuondolewa kwenye nafasi ya katibu wa secretariat ya kamati kuu ya Chadema. Ukisoma taarifa ya chombo kimoja cha habari kimenukuu message zinazoonekana kusambaa mitandaoni, na kwamba kuna kundi linaitwa G55 liliundwa linapinga msimamo wa chama kuhusu no reform no election, na kwamba huu kupinga msimamo wa chama ni usaliti, ni uhaini, hao watu wanatakiwa wafukuzwe wanachama na mambo mengi kama haya. Kwa hiyo nikasema ni muhimu haya mambo yakawekwa sawa. Kwanza niseme mimi sijaondolewa kwenye nafasi yangu kwa sababu ya hizo message. Mimi nimeondolewa kwa sababu ya chuki, ubinafsi, visasi, hasira, uchungu na vinyongo ambavyo vipo kwenye uongozi wa sasa wa Chadema. Kwa kipindi cha miezi miwili naweza nikasema ambacho nimetumika mwaka huu kama katibu wa secretariat tangu tarehe 21 imepita Januari,
mimi binafsi nilikuwa kama yatima. Yani unaishi kama yatima, unaishi na watu ambao unaona, moja, hawakuamini; mbili, wanakutriti kama mtoto wa kambo, mtu ambaye hufai kuwepo sehemu fulani, upo kwa sababu ya labda umependelewa, au kuna mtu anakubeba, huna uwezo. Kwa hiyo kulikuwa na treatment ambayo haikuwa sawa sawa. Na niwakumbushe nyinyi waandishi wa habari, na mnakumbuka na wanachadema wanakumbuka, kwenye kikao cha kamati kuu ya Chadema kilichokaa tarehe 10 na 11 Machi, makao makuu ya chama, mimi nilikuwepo kwenye kikao cha tarehe 10 Machi. Zilipotoka picha za Mwita yuko kwenye kikao cha kamati kuu ya Chadema, Mwita alitukanwa nchi nzima. Huyu mtu anafanya nini kwenye kamati kuu? Huyu ni msaliti. Nikajiuliza maswali mengi sana. Hivi kwa sababu tu Julius Mwita alionekana kuwepo kwenye uongozi wa chama uliopita uliokuwa unaongozwa na Freeman Mbowe, huyu mtu amekuwa mbaya kiasi hicho? Huyu mtu amekuwa mbaya kiasi hicho? Wakazungumza mengi sana, Twitter, Clubhouse, kwenye magrupu ya WhatsApp. Wengine wakajikusanya wakatengeneza petition kwamba hawamtaki Julius Mwita kwenye vikao vya kamati kuu. Kwa hiyo nataka watu wajue kwamba Julius Mwita hajaondolewa kwa sababu eti anapinga no reform no election. Mwita ameondolewa kwa sababu imesemwa kwamba huyu ni mtu mbaya sana, na ubaya wa Mwita hakuna anayeweza kusema. Yako mengi yanazungumzwa ambayo hayana ushahidi. Mojawapo ni kwamba Mwita aliharibu chaguzi za chama, chaguzi ambazo zimewaweka wengine madarakani leo, lakini zinasemwa kwamba Mwita aliharibu chaguzi za chama, na hakuna hata mtu mmoja anayeweza kutoka akasema kwamba hizi chaguzi zilizoharibiwa ni zipi. Na for your information, yuko mtu mwingine atafukuzwa hivi karibuni kwa sababu ya chuki tu hizi. Yuko mtu mwingine atafukuzwa, sitaki kumtaja leo, lakini yuko habari hii wiki haiishi utasikia naye amefukuzwa. Labda baada mimi kusema leo wanaweza wakamspare kidogo ili kuona kwamba kumuonesha kwamba Mwita alisema uongo, lakini hamalizi hii wiki wanamfukuza mtu mwingine ambaye anaonekana kama ni tatizo. Na hata sasa hivi tunavyozungumza, wako wajumbe wa kamati kuu ambao walikuwa na mwelekeo wa kuunga mkono Freeman Mbowe wanashughulikiwa sawa sawa kwenye kundi la kamati kuu la WhatsApp, wanatukanwa, wanasema vibaya, na hii ni chuki tu, visasi, vinyongo, uchungu. Hatuwezi kuendesha taasisi kubwa kama Chadema inayotegemewa na Watanzania kwa chuki, vinyongo, visasi, eti kwa sababu mtu hakukuunga mkono kwenye uchaguzi sasa amegeuka kuwa mbaya, eti kwa sababu mtu hakukuunga mkono kwenye uchaguzi eti amegeuka msaliti. Meona juzi amepigwa binti anaitwa Siglada. Chama kimekaa kimya, baada ya muda kinatoka na tamko tunachunguza. Anapigwa mwanamke na mwanaume anaumia, mnasema mnachunguza. Hii sio sawa sawa. Hii haiwezi kuwa sawa. Watu wanaendelea kushughulikiwa ndani ya hiki chama. Mtakumbuka hata wakati wa mchakato wa uchaguzi ndani ya chama alivuliwa uongozi Emmanuel Ntobi bila kufuata mchakato wa kikatiba, akaondolewa kwenye mwenyekiti wa mkoa. Lakini vile vile mwenyekiti wa vijana wa mkoa wa Shinyanga Emmanuel Vuga ameenguliwa kwenye uongozi wake wa mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa Shinyanga. Lengo ni nini? Kuondoa watu wote waliomuunga mkono Mbowe kwenye chama hiki. Lakini tunajiuliza, hivi wanachadema wenzetu wanatuchukia sisi tuliomuunga mkono Mbowe kuliko wanavyochukia matendo mabaya ya CCM? Unaweza kuwachukia wenzako ulioishi nao miaka 10, 15 kuliko unavyoweza kuchukia ubaya unaofanywa na serikali ya CCM? Unarudi tu pale pale kwamba hawa watu wana chuki, wana vinyongo, wana hasira, wana visasi. Wale ambao mnasoma kwenye magrupu ya WhatsApp mtaona huko yanayozungumzwa. Hawa hawafai, wafukuzwe. Ni kwa wakati kabla sijaja hapa nasoma wanasema wafuatao wafukuzwe Chadema. Jina la kwanza pale Freeman Mbowe. Anayesema hivyo amejiunga na Chadema mwaka 2023. Anasema Freeman Mbowe afukuzwe Chadema. Unajiuliza hii chuki imetoka wapi? Ile familyhood ambayo Chadema tulikuwa nayo miaka hiyo, tunakaa kama family, imeenda wapi? Ile love iliyokuwepo ndani ya chama imeenda wapi? Sasa nilitaka kwanza nijenge msingi huo. Kwamba mimi sijaondolewa kwa sababu eti napinga no reform no election. Ila nimeondolewa kwa sababu nachukiwa. Nimeondolewa kwa sababu ninaonekana kuwa ni mfuasi wa Mbowe.
Sasa Mbowe leo amekuwa mtu mbaya sana kwa Chadema kiasi hicho. Sasa yako mambo nitayasema hapa yatakayoonyesha kwamba hii ni chuki tu wala hamna kitu kingine. Kwa hilo ikabidi niliseme hivyo. Lakini jambo la pili, mimi msimamo wangu kuhusu no reform no election, binafsi msimamo wangu no reform no election ni kwamba sote tunajua na nitashangaa mtu anaweza kusema Mwita anapinga no reform. Mimi nimegombea ubunge Msoma mjini mwaka 2020 na kuwa kwangu katibu wa secretariat ya kamati kuu, mkuu wa mafunzo, mkuu wa tathmini na ufuatiliaji, hakuwezi kuondoa ugombea wangu wa ubunge mwaka 2020 jimbo la Msoma mjini. Niligombea na mimi nilishinda ubunge Msoma mjini, ila nilinyang'anywa ubunge wangu na jeshi la wananchi. Na nilisema siku ile ya uchaguzi tarehe 28 mwezi wa 10 2020 kwamba jeshi linaingiza matokeo kwenye vituo vya uchaguzi, jeshi linapiga wananchi, jeshi linapora uchaguzi. Jeshi la wananchi, sio tume, sio jeshi la wananchi. Kwa hiyo mimi kutaka reform ni kitu paramount. Lakini ukiniambia no election, swali ambalo tumeliuliza kwa wale ambao mmeweza kusoma hizo zinazoitwa screenshot, maswali yangu yalikuwa ni haya: tunazuiaje uchaguzi? Kama mtu anaweza akanijibu kwamba tunazuiaje uchaguzi usifanyike, sote tumeona CCM inajiandaa na uchaguzi, mpaka imeshateua na mgombea urais, imeteua mgombea mwenza, inaendelea kuandaa ilani, inaendelea kuandaa wagombea wa ubunge, inaendelea kuandaa wagombea wa udiwani, inaendelea na michakato yote ya kiuchaguzi. Tume ya uchaguzi inaendelea na michakato ya kiuchaguzi. Imeshamaliza kuandikisha wapiga kura nchi nzima. Imeandikisha wapiga kura Dar es Salaam. Kama tulikuwa tuna uwezo wa kuzuia uchaguzi, tulipaswa kuzuia kitu cha kwanza ni kuandikisha wapiga kura. Tulitakiwa test water kwa kuzuia uandikishwaji wa wapiga kura Dar es Salaam. Kwa nini? Kwa sababu haukuwa sawa sawa na sheria inavyotaka. Sheria inataka wapiga kura waandikishwe angalau mara 2 kwa miaka 5. Serikali haijaandikisha, tume haijaandikisha wapiga kura angalau mara 2 kwa miaka 5. Sasa unashindwa kuzuia kitu cha kuandikisha tu wapiga kura kwa sababu ni kinyume cha sheria. Alafu unasema no election. How no election mzee? Tueleze unazuiaje uchaguzi? Hakuna anayesema tunazuiaje uchaguzi, tunaambiwa tu no reform no election. Sisi kwenye hilo kundi la G55 tulichokuwa tunasema no reform is paramount. Hakuna mtu anayekataa kuhusu no reform. Hakuna mtu anayesema no reform haitakiwi. Sisi tumesema tuna sababu milioni za kutaka no reform kwenye nchi, kutaka reforms kwenye nchi hii. Kwa hiyo hoja ya no reform ni hoja paramount. Mtu yeyote mwenye akili timamu atasema hakuna reforms zilizofanyika kwenye mifumo ya kiuchaguzi ya nchi hii. Kwa hiyo no reform. Basically no reform kwenye hii nchi. Kwa hiyo lazima tutafute reforms. Lazima tutafute reforms. Na tunatafutaje reforms? Tunatafuta reforms kwa kuengage jamii, kuengage watu, kuengage wadau, kuengage. Sasa ndugu zangu wa Tanzania na ndugu zangu wanachama wa Chadema, mimi ni mbaya sana na natakiwa niondolewe kwenye chama. Sasa kiongozi wa dini mnayemuengage Chadema ni Mwamakula. Ana kanisa wapi? Nani anajua kanisa la Mwamakula ni lipi? Kiongozi wa dini mnayemuengage Chadema ni Mwana Mapinduzi. Seriously. Mwana Mapinduzi ambaye ni msaidizi wa Gwajima mbunge wa Kawe. Ndio kiongozi wa dini mnayemuengage, mnasema no reform no election. Seriously. Yaani kwamba huo ndio serious tulionao, tunasema no reform no election. Alafu kiongozi wa dini tunayemuengage Mwana Mapinduzi. Sisi tumekaa mahali fulani, baadhi ya watu wakamuuliza mwenyekiti wa chama, hivi mwenyekiti tunaongozana na Mwamakula, ana bloku gani anayeweza kushawishi? Kama kweli unazungumza no reform, Wakatoliki wanasemaje? Wakatoliki wameandika waraka wa Kwaresima, wanawaambia waumini wao, nendeni mkajiandikisha kupiga kura. Waraka wa Kwaresima unawataka Wakatoliki wakapige kura. Umemwingeji nani? CCT wanasemaje? BAKWATA wanasemaje? Shura ya maimamu wanasemaje? Hawa ndio viongozi wa dini wanaozungumza. Mwamakula, Mwana Mapinduzi. Come on guys, get yourselves be serious about that. Kwa hiyo sisi tunasema
Hakuna mtu anayekataa no reform. Kampeni ya no reform is a serious thing. Kila mtu lazima aifikirie kuifanya na kuisukuma ikamilike. Lakini unapokuja kusema no election, what do you mean? Unless kama no election ni Chadema kutokushiriki uchaguzi. Ukisema no election ni Chadema kutokushiriki uchaguzi, then we can talk about that. Lakini ukisema no reform, no election, kwamba hakutakuwa na uchaguzi nchi, are you guys serious about this? Okay, swali namba 2 linakuja tunalouliza, ambalo tunataka majibu tu. Sisi kwenye kundi lile tulikuwa tunauliza majibu tu. Okay, unaposema no reform, no election, kama ukishindwa kuzuia uchaguzi Oktoba 2025 na wakaendelea CCM na serikali yake, fate ya Chadema ni nini? Fate ya Chadema ni nini miaka 5 ijayo? Chadema itakuwa wapi miaka 5 ijayo? Mimi kwenye hili niseme hivi. Tumemaliza uchaguzi 2020. Yakatokea yaliyotokea. Chadema tukakaa kwenye kamati kuu, tukasema hatukubaliani na hatukubali matokeo wala mazao yatokanayo na uchafuzi. Kwa hiyo tukakataa wabunge wa viti maalum, tukakataa madiwani wa viti maalum, tukakataa ruzuku. Bro, uliza hicho chama kilikuwa wapi kati ya 2020 mpaka 2023? Uliza hicho chama kilikuwa wapi? Kuna watu wanakuja leo wanasema tunaweza tukasurvive tu, hawakuwepo. Kuna watu walimaliza uchaguzi 2020 wakakimbia mzee. Na nyinyi mnajua walikimbia wakatuacha hapa Tanzania, sisi tukapambana na Magufuli hadi akafa. Hao watu ambao wanasema sisi leo ni wasaliti kwa sababu tumesema hiki mnachokisema doesn't make sense. Unaposema no election, maana yake unataka kuzuia uchaguzi. Ukishindwa kuzuia uchaguzi, maana yake huingii kwenye uchaguzi. Kama huingii kwenye uchaguzi, hutapata wabunge, hutapata madiwani, hutapata ruzuku. Leo sasa hivi wanaendelea na kikao kinaitwa kikao cha watiania, ambacho mimi nilitakiwa niwe mjumbe pale. Kwenye jengo la kisasa. Hilo jengo halijanunuliwa kwa hela ya mtu yeyote. Hilo jengo limenunuliwa baada ya Chadema kuwa imezira ruzuku. Baada ya mazungumzo ya maridhiano tukakubaliana kwamba sasa tuchukue ruzuku. Tulipochukua ruzuku ya 2.8 billion, tukachukua 1.6 billion tukanunua jengo la makao makuu ya sasa. Lile jengo ni mazao ya uchaguzi wa mwaka 2020. Unapokataa uchaguzi, tuambie the alternative ya mapato ya chama. Wewe unakuja na matangazo ya harusi unasema tone. Wataka watu wetu waende kwenye matangazo ya harusi yale watu wachangie tone. Mzee. Alafu unapataje hela ya kuendesha unataka kuendesha chama kwa kutone? Ulipe mishahara, ulipe mapango ya nyumba, ulipe sijui ununue bendera, uweke mafuta kwenye magari, ununue magari kwa tone. Haiwezekani. Na ndio maana miaka yote na tumekaa kwenye vikao tunauliza, tupeni mfano wa nchi yoyote duniani ambao chama kiliwahi kuzuia uchaguzi. Nchi moja tu duniani kwamba chama kilikataa hakuna reforms kwenye nchi, tuzuie uchaguzi. Naenda Kenya hawakuwahi kuzuia uchaguzi, Zambia hawajawahi kuzuia uchaguzi, Ghana hawajawahi kuzuia uchaguzi, South Africa hawajawahi kuzuia uchaguzi. Hakuna nchi ambayo chama kimoja cha siasa kiliwahi kuzuia uchaguzi. Ila watu wanaenda kwenye uchaguzi, wanapambana kwenye uchaguzi, wanadili na wanaohusika na uchaguzi, wanaotangazwa wanatangazwa, wasiotangazwa watangazwa. Kama ni machafuko yatatokea kwenye uchaguzi, sio kukimbia uchaguzi. Okay, tunauliza swali, fate yetu ya kwa Chadema nini? Katiba ya Chadema. Wanasema sisi tunavunja katiba. Lakini mimi wacha niulize Watanzania na wanachama wa Chadema. Katiba ya Chadema ibara ya 4. Madhumuni ya chama. Madhumuni ya chama ni madhumuni ya kisiasa 4.1. 4.11 inasomeka hivi: kuhakikisha kuwa chama chetu kinashinda uchaguzi wa kiserikali na kushika dola kwa njia ya kidemokrasia ili kuleta maendeleo endelevu kwa taifa. Nimejaribu kuisoma hii katiba leo usiku mzima wakati najiandaa kuja kwenye hii press. Natafuta wapi ambapo kuna sehemu ambayo inasema Chadema itazuia uchaguzi kwenye hii katiba. Ili mimi nijue nimevunja katiba gani kwa kusema kwamba
No reform okay, no election hapana. Sijaiona kwenye katiba hii ya Chadema. Nimesoma yote leo. Natafuta wapi ambapo kusema no reform okay, no election hapana ni kuvunja katiba. Nimetafuta, nimesoma kote, sijaona. Lakini mimi naona kwamba ni muhimu twende kwenye uchaguzi, tushinde uchaguzi. Mwaka iko hivi, waheshimiwa wa Tanzania, wananchi na wapenzi wa Chadema. Mwaka 2010 Chadema ilishinda majimbo 24. Majimbo 24. Ikapata wabunge wa viti maalumu 25. Ikapata halmashauri 6. Chadema ilikuwa na madiwani 572 mwaka 2010. Way back mwaka 2010, miaka 15 iliyopita. Kulikuwa na tume gani huru? Ipi iliyokuwepo huru? Tulishiriki uchaguzi, uchaguzi uliibiwa, kura ziliibiwa, bado tulishinda. Msoma mjini tulishinda, tulishinda Ukerewe, tulishinda Nyamagana, tulishinda Ilemela, tulishinda Arusha mjini, tulishinda maeneo mengi, tulishinda uchaguzi. Sasa unapozungumza kama unataka kuzuia uchaguzi, lazima useme unazuiaje uchaguzi. Kama huwezi kuzuia uchaguzi, ni bora energy ya kuzuia uchaguzi uielekeze kwenye kushinda uchaguzi. Makamu wetu mwenyekiti wa chama, Mheshimiwa John Heche, akushinda kwa sababu kulikuwa na tume huru mwaka 2015. Amekuwa akieleza alivyoshinda uchaguzi mpaka anatangazwa. Mheshimiwa John Heche alipata hati 2 za ubunge. It is a unrecorded phenomenon kwamba mtu anapewa hati 2 za ubunge. Lakini kwa nini alipewa hati 2 za ubunge? Alishinikiza kutangazwa kushinda kabla kata 2 za jimbo lake hazijajumlisha matokeo. Baadaye alipokuja kumaliza kujumlisha matokeo wakakuta bado ameshinda, wakamtangaza kuwa mshindi. Sasa ndugu zangu, unaposema kwamba una energy ya kuzuia uchaguzi, lakini hiyo energy bado huwezi kuifanya ikawa vivid. Lazima tuzungumze haya mambo, tuyaweke sawa. Sasa inakuja hoja, kina Mwita na wenzao wamefanya uhalifu mkubwa sana, wamekisaliti chama. Kina Mwita wamepinga maamuzi ya chama. Kina Mwita, unajiuliza swali, Chadema kwa mujibu wa hii katiba, ukisoma hii katiba ibara ya 5 kama sikosei, ibara ya 6 actually, ibara ya 6 actually inasema habari ya Chadema Digital, vikao vya kimtandao na kufanya mambo kidigitali. Ni katiba ya Chadema. Sasa sisi tukaamua tuseme sisi ambao tuna fikira ya aina moja, tunaofikiri kwamba no reform ni sahihi, tutafute reforms kwa njia mbalimbali, tuengage makundi mbalimbali kwenye jamii, tusukume, tushinikize kuwepo kwa reforms. Hiyo ni sawa. Ila hii no election haijakaa sawa sawa. Hebu tuzungumze, kwa sababu kuna kikao tarehe 3, tunakwenda kwenye kikao, ndani ya hicho kikao tukahoji haya mambo, tujibiwe na uongozi wetu, ili na sisi tuambie fikra zetu kwamba tunafikiri kwamba no election haiwezekani. Kwa sababu hata nyinyi viongozi unaona mmezungumza hapa, hakuna no election, haiwezekani. Tukazungumza kwenye kundi la WhatsApp. Mtu mmoja ambaye anataka kuonekana mwema aka screenshot zile screenshot akapeleka kwa viongozi. Sisi ndio tumepinga msimamo wa chama hadharani. Hiyo ndio kupinga msimamo wa chama hadharani. Maana wanasema sisi tumefanya usaliti. Kwamba tukikaa kujiandaa kwenda kwenye kikao, tunaandaa hoja zetu vizuri, kwenda kwenye kikao ni kupanga kuhujumu chama. Maana jana kuna mtu ametweet anasema kosa la usaliti liko wazi. Hivi hii katiba watu bahati nzuri mimi nimeshiriki kuandika hii katiba tangu mwaka 2014. Kwa hiyo tunaichezea sana hii katiba kwa maana ya kuiandika, sio kuichezea kuiharibu, kuiandika. Kwenye kanuni za maadili, usaliti katika chama litakuwa ndio kosa la makosa yafuatayo ni usaliti: kupanga njama za kuhujumu chama. Hivi tukikaa sisi tukasema kuna kikao kesho kutwa, tunakwenda kukutana na uongozi wa chama, tuandae hoja zetu, haya mambo yanayoendelea sisi hatukubaliani nayo, hoja zetu ni hizi, na tuziandike vizuri. Tukikosa fursa ya kuchangia ndani ya kikao, tutakabidhi waraka wetu huu na majina yetu sisi tuliojisajili hapa. Hiyo ni kupanga kuhujumu chama. Hiyo ni kupanga kuhujumu chama. Na watu wamekaa wanasema hawa watu wafukuzwe kwa usaliti. Okay,
wanasema kutoa siri za chama kwa washindani wetu wa kisiasa. Hivi sisi ndio tulitoa au wale walio screenshot ndio walitoa? Yaani nani aliyetoa siri? 3, kupinga misimamo ya chama hadharani na nje ya vikao. Hivi sisi mimi ndio kwa mara ya kwanza nazungumza ni baada ya kwamba sasa sina nafasi tena kwenye kikao. Si nimefukuzwa? Mimi nimefukuzwa, kwa hiyo sina nafasi kwenye kikao, na kwamba siwezi tena kutoa maoni yangu kwenye kikao. Lazima niseme, na sisemi kwamba napinga. Mimi naunga mkono no reforms, siungi mkono no election, kwa sababu haitekelezeki. Hawajatuambia inatekelezekaje. Tumeandika petition yetu yenye kurasa 5 na tumemwasilishia katibu mkuu wa chama Mheshimiwa John Mnyika kwamba bana mawazo yetu sisi watu 55 wa majimbo tofauti tofauti, mawazo yetu ni haya. Kama hatutapata fursa ya kuzungumza kwenye kikao, tunaomba haya mawazo yawekwe sawa, mtujibu mahoja zetu hizi. Kwenye petition ile ukisoma kuna mambo zaidi ya 6 tumeomba tupate ufafanuzi kwamba tunakwendaje mbele kama chama cha siasa ambacho kinakengeuka chenyewe. Kuna hoja inasemwa vikao vilipitisha. Niwakumbushe tu wale ambao wanasahau, kwa sababu bahati mbaya ni kwamba watu wengi wanasahau. Wamekuwa wakisema Mbowe ndiye aliongoza kikao. Sasa Mbowe aliongoza kikao ambacho makamu mwenyekiti alikuwa na wajumbe wa kamati kuu walikuwa kina nani? Na maamuzi yanakuwa ya Mbowe au maamuzi yanakuwa ya kikao? Hilo la kwanza. Lakini la pili, unapokuwa una vikao na kwenye vikao kuna kusigana, ila kwa numbers tu mkapishana tu, watu 20 wakasema ndio, 18 wakasema hapana, wale 18 watabaki na dissenting opinion. Na hizo dissenting opinion waga zinakuwepo tu, na tunawapa mifano ya viongozi wetu wenyewe wamekuwa na dissenting opinion against maamuzi ya chama. Tulikaa kwenye kikao cha kamati kuu mwaka 2022, tukapokea taarifa ya mwenyekiti wa chama wakati ule kuhusu mazungumzo yake na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kamati kuu ikapokea, tukapeleka mapendekezo kwenye baraza kuu lililokaa tarehe 11 Mei 2022. Baraza kuu likaazimia kwamba chama kiingie kwenye mazungumzo ya maridhiano kati ya Chadema, CCM na serikali. Lilikuwa azimio la baraza kuu. Lakini hili azimio la baraza kuu baada ya mwaka mmoja lilianza kupingwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama ambaye ni mwenyekiti wa chama sasa hivi. Hakuna mwanachama mmoja aliyesema makamu mwenyekiti wa chama anakosea kupinga maazimio ya kikao. Hakuna mtu hata mmoja aliyesema makamu mwenyekiti unapinga maazimio ya kikao. Na alipinga hadharani. Alipinga sio mara moja, alipinga mara nyingi sana. Okay? Achana na hilo. Tumekuja kwenye kikao cha kamati kuu, tunajiandaa na uchaguzi wa ndani ya chama. Secretariat imeleta bajeti ya uchaguzi mkuu wa ndani ya chama kwenye kamati kuu. Kamati kuu ndio mwenye chama na ndio mwenye shughuli yote. Kamati kuu anaambiwa bajeti ya kuandaa mkutano mkuu wa chama hii hapa. Na inaonyeshwa kwamba hiki ni hiki, nauli za wajumbe ni hizi, mavazi ni haya, tuna shilingi hizi hapa, tuna deficit hii hapa, tunapataje hii. Na siku hiyo mwenyekiti wa kikao, siku tunafanya azimio hili nalo lisema hapa, alikuwa makamu mwenyekiti Tundu Antipas Lissu, akaongoza kikao kupitisha hoja kila mjumbe wa kamati kuu achangie, na viongozi wakuu wa chama wakapewa specific figures. Mwenyekiti wa chama taifa wakati ule Freeman Mbowe akaambiwa atoe milioni 50. Makamu mwenyekiti bara Tundu Lissu akaambiwa atoe milioni 30. Makamu mwenyekiti Zanzibar milioni 30. Katibu mkuu milioni 15. Manaibu katibu mkuu wakaambiwa milioni 5. Wajumbe wote wa kamati kuu milioni 3. Wajumbe wa secretariat milioni 2.5. Ikapitishwa, ni azimio la kamati kuu. Kila kanda ikaambiwa katafuteni milioni 10. Kila kanda katafuta milioni 10 ili kuwezesha mkutano mkuu, kwa sababu chama hakina fedha. Nyinyi wote mnakumbuka siku makamu mwenyekiti anatoka Ubelgiji akaja akasema hakuna kanuni inayonitaka mimi kuchangia mkutano mkuu. Hivi hiyo ilikuwa sio kupinga azimio la kikao? Hiyo sio kupinga msimamo wa chama hadharani? Tena kwa mbele ya vyombo vya habari?
Akasema hakuna kanuni inayonitaka mimi kuchangia milioni 30. Kwa hiyo hata nisipochangia sio vibaya, na hakuchanga. Alipinga, hakutekeleza. Lakini okay, achana na hiyo. Sikiliza bwana. Hii kanuni, hii katiba ya chama. Ngoja niwasomee kitu kimoja hapa cha muhimu sana. Alafu mtaniambia kwamba anayepinga ni nani na asiyepinga ni nani. Ukisoma kwenye muongozo, kuna miongozo ndani ya hii katiba. Kuna kitu kinachoitwa muongozo wa kusimamia shughuli na mienendo na maadili ya wabunge wa Chadema. Wabunge wa Chadema. Kwa ukija sehemu ya 7 ya huu muongozo inasema michango ya wabunge kwa chama. Michango ya wabunge kwa chama. Wabunge wa majimbo. Mbunge wa jimbo ana majukumu matatu kisiasa. 1, kuwatumikia wapiga kura wake. 2, kujenga kuimarisha mtandao wa chama. 3, kusaidia chama kukua na kuimarika. 4, kwa sababu ya majukumu hayo, mbunge wa jimbo atachangia chama kila mwezi 10% ya posho za kibunge. Sasa kamuulizeni mwenyekiti wa chama sasa hivi kama aliwahi kutoa hata angalau ya mwezi mmoja. Mimi sinapinga maazimio ya kikao, yeye alipinga katiba. Muulizeni makamu mwenyekiti wa chama sasa hivi alitoa kiasi gani wakati akiwa mbunge kwa mujibu wa kifungu hiki cha katiba kinachoongoza shughuli za wabunge wa Chadema. Kamuulizeni. Kwa unapokuja kuzungumzia kwamba eti watu wanapinga, kuna wengine labda huwa tunawanyamazia, alafu wengine kwa sababu wanachukiwa, ndio narudi sasa nataka niwaambie, kwa sababu wengine wanachukiwa, wanatakiwa kulipiwa visasi, kuna vinyongo na uchungu na hasira dhidi yao, lazima washughulikiwe, watengenezewe majina mabaya ili wafukuzwe kwenye chama. Hivi ukivunja katiba ukaacha kuchangia mchango wa kikatiba wa chama, hiyo sio kosa la kufukuzwa wanachama? Katika kipindi ambacho tulikuwa tunahitaji fedha kweli kweli, lakini hawa jamaa hawakuchangia na hakuna mtu anayefukuzwa. Kwa hiyo ukisema kwamba tumepinga msimamo wa chama sio sahihi. Nimalizie hivi. Katiba ya Chadema ibara ya 3.2.6, Chadema inaamini katika uhuru chini ya sheria zilizo za haki. Chadema tunaamini kwenye uhuru wa kuwa na maoni. Sasa kwa mfano si bunge limepitisha sheria ya uchaguzi, bunge limepitisha sheria ya tume ya taifa ya uchaguzi, tume huru ya taifa ya uchaguzi, ambayo sisi tunaipinga kwamba sio huru, ni jina limebadilika tu. Mbona sisi chama chetu kinasema no reform no election? Kwa hiyo wanasaliti nchi. Kwa hiyo Chadema wanasaliti nchi kwa sababu wanafanya no reform no election. Wanapita kwenye mikutano ya hadhara kule, tunasema no reform no election, tunasema haya yaliyofanyika sio sahihi, tunapinga, na yamepitishwa na bunge. Ni kwa sababu kuna uhuru. Nchi ina uhuru, na sisi Chadema tunahubiri kuhusu uhuru. Kwenye ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020, theme ya uchaguzi ilikuwa nini? Uhuru, haki na maendeleo ya watu. Kwa hiyo jambo la kwanza ni uhuru. Sasa leo tumekuwa na chama ambacho ukiwa na mawazo tofauti unaonekana msaliti. Huu uhuru tunaohubiri ni upi? Kwamba sisi hatuna uhuru wa kuwa na maoni, ila tuna uhuru kwamba akisema fulani tunafuata, akisema mwingine tofauti. Okay, kwa mfano akiwa Arusha mjini, mjumbe wa kamati kuu akasema hivi, wanaotaka ubunge na udiwani bila reforms waondoke kwenye chama. Hivi Lema ni msemaji wa chama? Lema ndiye anaweza akaamua chama kinakuaje? Okay, tuachane na hiyo. Kuna mtu anaitwa Maria Sarungi. Kikao kimeitishwa na katibu mkuu wa chama. Mimi sijui kama Maria Sarungi ni mwanachama wa Chadema. Mimi ni mwanachama wa Chadema na kadi yangu ni CDME 0200. Sasa kama ni Maria Sarungi atuambie kadi yake ni namba ngapi? Maria Sarungi anaposti kwenye Twitter yake anasema, hiki kikao kimeitishwa na nani? Kwa sababu viongozi wote wako field. Seriously? Kwa hiyo Maria Sarungi leo anahoji maamuzi ya vikao vya chama. Anasema tuwajue hao watu wanaotaka ubunge ndani ya Chadema.
tuleteni majina. Who is she? Anataka majina ya wagombea wanawatiania ubunge wa Chadema. At this moment yeye ni nani? After all, katibu mkuu wa chama mwaka 2023 tukiwa Mwanza tarehe 21 Januari alitangaza watu watiania. Kutiania imekuwa ni issue kwenye hiki chama, kwamba sasa kuna mtu anaishi Nairobi anaogopa kuja hata kumzika baba yake, anasema anataka majina ya watiania wa Chadema. Ayapeleke wapi? Afanye nini? Anakuwa kama vile yeye ndio mwenye chama. Sasa kuna watu wamesema, Mwita anasema huyo bosi wao ni Maria Sarungi. Sio? Ndio bosi wao. Maana ndiye ana remote ya chama. Haya mambo yasiposemwa watu hawatayajua. Kama mtu ambaye sio mwanachama wa Chadema anaweza kudemand issue ya vikao vya chama, akadimandi majina ya wanachama wa Chadema apelekewe yeye. Who is she? Atoke leo atuambie kadi yake ya wanachama ni namba ngapi. Mimi ya kwangu ni CDME 0200. Yeye na ni platinum, kadi ya platinum ambayo tunalipia shilingi 100,000 ndani ya chama. Aniambie yeye ni kadi namba ngapi? Maana yeye anataka orodha ya wagombea wa Chadema. Sasa mimi ni mgombea, niligombea 2020, nimetia nia ya kugombea 2025. Yeye atuambie ni kadi namba ngapi. Sasa haya mambo yote haya nikiwaambia, ndio maana narudi nawaambia, okay, haya mambo ndugu zangu ni chuki, ni uhasama, ni vinyongo, ni hasira, ni visasi ambavyo vipo havijawahi kuisha, kwa sababu kuna watu ambao hawapendi kupingwa. In short, kuna watu ambao ni madikteta, lakini kwa sababu wako ndani ya chama kinaitwa cha demokrasia, wanajificha kwenye kitu kinachoitwa demokrasia. Habari ya asubuhi. Mimi nimemaliza. Sawa. Sasa nafikiri ni maswali. Sasa mimi nilikuwa nataka, kwa nini mliamua kwanza kuunda hiyo kundi la wasa ndio swala kwanza, na umesema kwamba sio sababu ni visa visasi nini, lakini baada tu ile screenshot kusambaa ndio haya yakatokea taarifa kama kuna moja mbili tatu. Tueleze hapo. Swali lako la pili ni nini? Swali la kwanza ni kwa nini mliunda kundi? Mko wangapi? Yaani kwa nini mliamua kuunda na ilikuwa na mhusisho wa aina gani? Okay. Sawa. Pamoja na hilo kundi, kunadhani kuna wafuasi wangapi wa Chadema kama kadirio ambao wanapinga no reform no election? Alafu sambamba na hilo, kwa hiki ambacho wamekizungumza hapa, binafsi napata wasiwasi na nafasi yako ya wanachama ile kule wanachama wako ndani ya Chadema. Kwa hiyo endapo utafukuzwa wanachama kabisa, nini kinafuata kwa upande wako? Swali nyingine. Sorry. Bahati mbaya sana nimechukua maswali bila kujua waliouliza kwa majina, wakati najibu nitashindwa ku address vizuri. Nani? Gilbert. Gilbert ndio muuliza na swali la wafuasi wangapi, sio? Gilbert. Huyu ni Bakari Kiango. Sawa. Taka hapo. Jina kwanza. Benjamin. Wachambo gani? Kwa niaba ya hao ambao mlikuwa mnapinga no reform no election, ama mlikuja wewe mwenyewe kama mwanachama kuelezea sikitiko yako na kuonekana wewe msaliti, uko hapo pia ipi? Unawakilisha hao ama unajiwakilisha mwenyewe? Lakini unapeleka mapendekezo ukitaka baadhi ya hoja zijibiwe ambazo mimi naona haziko sawa. Kama hoja hizo hazijajibiwa, nini ambacho mtakwenda kufanya tena? Ni wewe mwenyewe binafsi ama umoja wenu ambao mnaandaa katika kumaliza? Ungetuanishia kezo. Tunafikiria zungumzia straight bila mfano. Nenda kwa moja. Yaani jibu hoja hizi. Hizo hoja ambazo mlikuwa mmezipanga kuziwasilisha katika kikao cha leo. Nimesema ziko sita, lakini tumesema kama tatu. Yaani ungetirika sasa bwana. Hoja ya kwanza ni moja, ya pili hivi, ya tatu hivi, ambao tunataka majibu.
Swali yameisha. Wakati tunazungumza ulizungumzia kampeni Tulitone na inaonekana kama jinsi ambavyo walikuwa wanatambulisha haujaliziwa nayo. Labda unafikiri kampeni Tulitone inaonyesha kushindwa kwa Lissu kwa sababu moja kati ya matendo ambayo alifanya mwanzoni kabisa alipata nafasi ya mwenyekiti, au Mbowe amekaa pembeni kwa sababu hawa walikuwa na kitu kama. Sasa hapo ni maswali mawili tofauti mzee. Sawa sawa. Akumalizia. Ngoja. Mwenyekiti aliyepita Freeman Mbowe wakati anatoa hotuba yake mara ya mwisho alisema kwamba alitoa wito kwa viongozi ambao wanaingia kwamba waende wakatibu majeraha ambayo yametokana na uchaguzi uliofanyika, uchaguzi mkuu wa chama. Sasa tunachokiona sasa hivi ni yale majeraha ambayo Freeman Mbowe aliyasema, na kumekuwa na yanayozungumzwa kwa mtandaoni kwamba Chadema kuna mpasuko. Je, ni kweli kuna huo mpasuko? Okay. Kumbe bwana wewe alisema la mwisho, kumbe nikajua limeisha. Anyway, tuendelee swali lingine. Dogo tu kwa kuhusiana na hizo chache ambazo zimekuja, labda taarifa za hao ambao wamefikisha mshafahamu. Kama nasikia ndio kwa juu ani ndio chaya. Okay. Kuna swali lingine? Sawa. Nianze na swali la Shabani. Anasema huyo aliyevujisha mmemjua? Tumemjua. Ila hatutamtaja. Leo sitamtaja. Na hilo swali nalijibu sambamba na swali la mtu mmoja ameuliza, leo umekuja kama nani bwana Benjamin? Wewe umekuja kama nani hapa? Mimi nimesema mwanzoni. Mimi nazungumza hapa, nilikuwa katibu wa sekretarieti ya kamati kuu, na nimekuja kwa sababu ya sintofahamu iliyojitokeza jana mpaka ikapelekea baadhi ya vyombo vya habari kuandika kwamba Mwita ang'olewa Chadema. Na mimi nikapokea simu nyingi za kwenu nyinyi waandishi wa habari na wanachama na wapenzi wanataka kujua, bwana kweli umeng'olewa? Na hizo sababu zinazosemwa zimetajwa ndio hizo au kuna sababu nyingine? Kwa nikadhani siwezi kuwa na simu ya kupokea moja baada ya nyingine, unapigiwa simu hii, unapigiwa simu ile, unapigiwa simu ile. Ni vizuri kama nikijitokeza hadharani nikasema kwamba ni kweli nimeng'olewa, lakini sababu zinazosemwa za kung'olewa sio sahihi. Sababu za kung'olewa ni hizo sababu zinazosemwa ndio sababu, kisa chake na maelezo yake ni haya. Hiyo ndio. Kwa hiyo siwezi nikazungumzia leo huyu mtu mmemfahamu ni nani, kwa sababu haikuwa engo yangu hiyo leo. Lakini pia hoja kwamba tutajie hizo hoja, sitazitaja leo kwa sababu moja, ndio tumewasilisha waraka wetu kwa katibu mkuu, na kwa sababu kikao kinaendelea makao makuu ya chama. Katibu mkuu atasoma, atawapa na viongozi wenzake watasoma, wakiamua kukisoma kwenye kikao watasoma. Sasa sisi wajibu wetu ulikuwa ni kufikisha kwanza kwa katibu mkuu. Tumeshafikisha kwa katibu mkuu, wajibu unaofuata ni wao wa kutujibu. Na unganisha na swali lingine kwamba wasipowajibu inakuwaje? Wasipotujibu tutakutana. Kama wenzetu tumewapelekea hoja zetu wamekataa, sasa tunafanyaje? Tunaenda na no reform no election au tunaacha kugombea? Kwa sababu sio lazima tugombee vile vile. Sio lazima tugombee. Ni kitu ambacho watu wanatakiwa wajue. Sisi wengine, mimi kwa mfano, wameonekana aliyekuwa mkurugenzi wa mawasiliano bwana Mrema na watu wengine. Sio? Sisi tuligombea 2020 na wengine wametia nia ya kugombea 2025. Sasa tunazo kofia mbili. Kofia ya kwanza ni ya kugombea 2020, mgombea wa 2020. Kofia ya pili ni ya kutia nia kugombea 2025. Sasa kama tukiona kwamba ni impossible, kwamba hatuwezi kugombea, kuna kuwithdraw kugombea. Au ukamua ukasema wacha niunge mkono hii ngoma tuende nayo hivyo tusonge. Kama kitatokea cha kutokea huko kitatokea. Sasa kwa sababu sisi, kitu ambacho watu wanatakiwa wajue jamani, sisi tumetoka na hiki chama mbali. Mimi na miaka 19 ndani ya Chadema. Nimejiunga na Chadema mara ya kwanza mwaka 2006.
ndio nimechukua kadi yangu ya kwanza, na nilipewa na marehemu Chacha Zakayo wangu Musoma. Kwa hiyo sio rahisi sana kufikiria kwamba unaweza ukawa Chadema lakini huipendi Chadema. For 19 years ukifanya kazi za kujitolea, kazi ambazo zimeniweka ndani katika kipindi cha Magufuli mara 42 katika kipindi cha Magufuli, huwezi kuwa huipendi Chadema. Kwa sisi tunaipenda sana Chadema, na ndio maana tuko tayari kusema yale ambayo tunafikiri ni sahihi kwenye vikao. Okay. Kwa nini mmeunda kundi? Mko wangapi? Okay. Wagombea ubunge au watiania tuko nchi nzima. Si rahisi kusema sasa tuitane kutoka nchi nzima tuje Dar es Salaam tukae tuanze kujadili. Hiyo ni process ndefu kabisa. Process ndefu kabisa. Na kwa sababu ibara ya 6 ya katiba ya Chadema inatambua mawasiliano ya kidigitali, ikiwemo kuwa na makundi rasmi ya chama, hatukuona shida. Basically mimi niliungwa kwenye kundi, nikakuta kundi lina wajumbe na nikasoma majina pale fulani 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 fulani, nikaona hawa jamaa nafahamiana nao. Kwa hiyo hey, kundi ni nini pale? Nikasoma G55. Okay, nikasoma theme ya mwaliko okay. Kwa hiyo kumbe huu mtumo, kwa sababu tunataka kujadili masuala ya na actually hiki kitu kikae sawa sawa. Kuna kundi linaloitwa wabunge wa wananchi. Hili kundi lilizaa mpaka mtu anayeitwa spika wa bunge la wananchi. Na nyinyi mnajua kuna spika wa bunge la wananchi. Mliwahi kuwa mna communicate na dada mmoja anaitwa Celestine Simba, ndiye aliyekuwa spika wa kwanza wa bunge la wananchi, na baadaye akatake over mama Susan Limo, ndio spika wa bunge la wananchi sasa hivi. Ndani ya lile kundi, tangu uchaguzi umeisha, hapajawahi kutulia. Ni matusi, ni watu kutukanana asubuhi, mchana na jioni. Hakuna hoja ambayo inaweza kujadiliwa. Na bahati mbaya, mwenyekiti wa chama taifa yumo, makamu mwenyekiti wa chama taifa yumo, katibu mkuu wa chama yumo, wajumbe wa kamati kuu wamo. Lakini kila siku asubuhi, mchana na jioni, na bahati mbaya sana kuna wanachama 2 au 3 ambao lazima waje na matusi asubuhi, mchana na jioni, ambao sasa kwa sababu sisi tunaitwa timu Mbowe, ambao ni timu Lissu, watakuja na matusi pale every day. Hakuna hatua zimewahi kuchukuliwa. Kwa sisi wengine tukasema kwa sababu hili kundi ni la matusi, mimi mathalan nilishaamua si chati mle. John Mrema mathalan alisha left, hataki hata kuwemo kwenye ile kundi kwa sababu ya nature ya mijadala iliyoko mle. Kwa nilipokuja kwamba kuna kundi G55, jamani sisi tumekuja humu tujadiliane mambo mbalimbali, tupange mikakati ya kugombea na nini. Sawa, tuzungumze. Ikaja hoja, kuna kikao cha tarehe 3 jamani, tunafanyaje? Cha watiania tunaenda? Hicho kikao twende. Kwa nini? Kwa sababu tunatakiwa twende tukaregister msimamo wetu. Hiyo ndio genesis ya kuunda kwa hilo kundi. Na mjadala ukaenda hivyo. Kwa hiyo haikuwa kwamba ni specific eti sasa kundi limeundwa ili lianze kushughulika na uongozi uliopo. Tuliona kwamba tuna viongozi wakuu wote ndani ya kundi linaloitwa wabunge. Speaker yule mama ameishapiga makelele bro kwenye ile kundi. Hakuna mtu anamuelewa. Na viongozi wakuu wamo. Hakuna hatua zinachukuliwa. Matusi asubuhi, mchana na jioni. Kwa hiyo lilipokuja kuundwa kundi lingine, nasema okay, this is an alternative. Ripoti ya CAG imesoma. Tukae tujadili ripoti ya CAG. Na mambo kama hayo. Mko wangapi? CAG 55 mzee. Sasa wale ni 55 ambao wamesaini petition. Wako watu hawajasaini kwa sababu ya position zao. I can tell you. Wako wajumbe wa kamati kuu, wako viongozi wengine wakuu wa chama ambao hawaungi mkono no election. Wanaunga mkono no reforms. Nitakupa mfano wa mtu, jamaa ameniambia ni stay mfano, lakini muhimu. Kuna kijana mmoja ambaye mimi alinipigia juzi usiku saa 8 usiku. Akaniambia bwana, nimetumia screenshot hapa, zinaonyesha wewe unapinga no reform no election. Nikamwambia hapana, mimi sipingi no reform no election. Tukazungumza, mwisho wa siku ni kijana mshabiki mpenzi na mfuasi wa mheshimiwa mwenyekiti Tundu Lissu. Akaniambia hivi, kaka, mimi naunga mkono no reform na nimetia nia kugombea ubunge, ila sikubaliani na no election. Kwa hiyo kwamba kuna watu wengi wanaotaka uchaguzi wapo, ila ndio maana ili kupunguza hiyo hoja kuonekana kwamba watu hawapo,
si inabidi wengine wafukuzwe ili kuinstill fear? Inabidi kumfukuza Mwita, kumfukuza sijui nani ili una instill fear kwa watu kwamba ukijitokeza unataka uchaguzi utafukuzwa kama Mwita, utafukuzwa kama fulani, utafukuzwa kama fulani, kutisha watu wasieleze fikra zao na hisia zao. Lakini watu wako kwenye vyama vya siasa kwa sababu gani? Sio kwenye vyama vya siasa kwa sababu kuna fursa ya kugombea na kushinda uchaguzi kuwaletea wananchi maendeleo. Kutia nia ni sehemu mojawapo, kwa sababu ibara ya 5 ya katiba ya Chadema inapozungumzia haki za mwanachama, mojawapo ni kuchaguliwa kuongoza, kuwa mwakilishi katika taasisi za serikali. Sasa wako wangapi? Wako wengi, hata ndani ya kamati kuu. Hata wale ambao walikuwa wanamuunga mkono Mheshimiwa Lissu, wako ambao wanasema tutafute reforms ila twende kwenye uchaguzi. Wapo mpaka na viongozi wakuu wengine aliowateua yeye mwenyewe, wako ambao wanasema no reform ni sawa, lakini no election no. Lazima, kwa sababu hiki chama tutasustain vipi? Kwa hiyo kwamba tuko wangapi mzee? Ni wengi. Ila tu kwa sababu sasa sinabidi watu wengine wapigwe, wengine warudi nyuma. Kuna watu wataogopa, hawatajitokeza, na wengine watakaa kimya, kwa sababu ngoma inakuwa ngumu. Hii inahitaji moyo na ujasiri na uwezo wa kujitoa kama Mwita alivyojitoa kuongea, ili kueleza fikra za watu wengi walioko kwenye hiyo dhana. Kuna hilo nadhani nimejibu pia na swali la Bwana Gilbert. Alisema kuna wafuasi wangapi wanaopinga. Actually Gilbert, niiweke sawa hii. Ndio hapa ndipo mnapokosea. Hatupingi no reform no election. Sisi tunakataa hoja kwamba hakutakuwa na uchaguzi mwaka huu. Hiyo ndio hoja tunayoikataa. Na ndio maana ya maswali yetu kwamba tunazuiaje uchaguzi? Yaani ukituambia no uchaguzi, ukisema no election, maana yake si hakuna uchaguzi. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Swali linakuja, je, kwa hali ya kawaida tu ya mazingira ya nchi yetu, nyinyi si binadamu, mnaishi Tanzania, nyinyi si mnaona, mna predict mambo mengine. Kwa hali halisi tunavyoiona, hakuna uchaguzi Tanzania 2025. Tuseme tu kweli, hakuna uchaguzi Tanzania 2025. Sio utakuwepo tu. Kama utakuwepo, maana yake no reform no election sio kutokuwa kwamba hakutakuwa na uchaguzi, ila Chadema haitashiriki uchaguzi. Sasa ndio linakuja swali, what is the fate of Chadema kama hatushiriki uchaguzi? Hilo ndio swali. Sasa hilo swali lisipopatiwa majibu, utamfukuza Mwita leo mzee, ila bomu unalo ndani tu vile vile, kwa sababu hilo swali hujalijibu. Mwita tu ameamua, yeye ameonekana ni chambo, ni msaidizi wa katibu mkuu. Katibu mkuu ana mtu ambaye anapinga no reform no election, fukuza huyu mshenzi sana, fukuza. Katibu mkuu wa watu maskini ya Mungu hana namna, akaniambia kwa maadili ya kiuongozi na lazimika kutengua uteuzi wako, sio? Na mimi sina shida na Mheshimiwa Mnyika, kwa sababu pressure aliyonayo nyuma yake naijua. Hayo tutayasema siku nyingine, kwa sababu tutakuwa na series ya press conferences za kuzungumza haya mambo ya no reform no election. Kwa kipindi mtini choto tutazungumza kwa kirefu sana. Yako mambo mengi ya kuzungumza ambayo leo naona mmeisha choka kwa sababu mmesubiri sana. Ukifukuzwa nini kitafuata? Gilbert ameniuliza hivyo. Mimi siamini nitafukuzwa. Sio? Mimi siamini nitafukuzwa. Kwa sababu hii katiba hakuna sehemu ambapo mimi nimeivunja. Haipo. Kwamba kwa sababu mimi nimeshiriki kwenye kujadili hoja na nini nje, nimeonesha maadili mabaya, katibu mkuu ameamua kuchukua hatua, sina shida na hiyo. Kwa sababu mimi ni mteule wa katibu mkuu can hire and fire anytime, right? Kwa hiyo katibu mkuu ana hiyo right, siwezi kuingilia right yake. Lakini wanachama wangu is a process. Wanachama wangu sio wanachama wa mtu kuamua asubuhi tu unasema unamfukuza Mwita wanachama. You will have to tell me kwamba unasema kuna njama zipi? Unasema tumepinga msimamo hadharani upi? Wapi? Sisi tumekaa tunajadili kuleta hoja kwenye kikao. Kuna mtu wenu akaamua kuwaletea. Nyinyi kwa uteshi wenu mkaamua kusambaza kwenye mitandao ya kijamii. Sisi ndio tumepinga hadharani. Sisi ndio tumepinga hadharani mzee. Sisi tungeita press conference kama hii hapa tukazungumza, ungesema tunapinga hadharani. Tumeamua tujifungie kwenye kakundi. Bahati mbaya kwenye kakundi akawemo mtu wenu,
mtu wenu akawaletea taarifa, nyinyi mkasema hizi taarifa ili kuwakomesha hawa jamaa, sambaza mitandaoni waonekane ni watu hawafai, sisi ndio tumepinga msimamo wa chama. Kwa hiyo ukitaka kunifukuza lazima unithibitishie kama nimepinga msimamo wa chama hadharani. Na nitakuuliza na wewe, wakati wewe unakataa kuchangia 10% ya ubunge wako, haikuwa kupinga msimamo wa chama hadharani? Ulipokataa kuchangia milioni 30, haikuwa kupinga msimamo wa chama hadharani? So that's it. Kwa hiyo lazima ikifika hapo mimi siamini watanifukuza. Kwa sababu siamini kama viongozi wangu wa chama ni waoga kiasi hicho. Yaani kunifukuza mimi ni uoga. Unaogopa mawazo mbadala. Siamini kama kuna mtu muoga anayeogopa mawazo mbadala. Tukae, tujadiliane, tuzungumze, kama kuna hoja tunaijadavua, tunaijibu, kila kitu kinakuwa hadharani. Kwa hiyo mimi siamini watanifukuza. Mimi aimu Chadema to stay mzee. Wakinifukuza ni waoga. Nifukuza ni waoga. Na kufukuza Hawatanifukuza. Hawanifukuzi. Tuko hapa. Hawanifukuzi. Sijui unaelewa vizuri? I want to guarantee that hawanifukuzi. Yaani wewe na amani kabisa, Mwita afukuze Chadema, yuko Chadema, nikiwa hai 2025 nitagombea ubunge Msoma mjini. Sio bwana? Hoja nimesema tutazisema leo, tutazisema siku nyingine, tutawaita. Je, hujaridhika na Tone Tone? Na je ndio kushindwa kwa mwenyekiti Tundu Lissu? No. Chama chetu kimeendeshwa kwa michango mbalimbali. Muda mrefu sana, michango mingi sana. Kwa hiyo Tone Tone haiwezi kuwa ya kwanza. Tone Tone inaweza kuwa ina failures zake. Mimi mfano niliotolewa Tone Tone ni namna ya tangazo lililotumia fedha nyingi alafu alikuingiza hela. Yaani tulishafanya promotion ya Tone Tone kwa kipindi kirefu. Kwa na watu, mimi nimefika Kariakoo several times, watu wanasema hii Tone Tone ndio yenyewe hii, hii Tone Tone ndio yenyewe hii. Safi kabisa. Kwa hiyo Tone Tone ilishakuwa imeeleweka, imekuwa indoctrinated ndani ya watu. Kuja kusema unafanya tangazo linalohusu sijui ndoa, sijui kuvalishana pete, unatumia millions of money, hii ni embezzlement. Hii ni embezzlement, unatumia vibaya fedha. Yaani wananchi wanakuchangia hela, wewe unachukua hela, unaenda kulipa watu waigize wanafunga ndoa, eti unawahamasisha wananchi wale waliokuchangia. Doesn't make sense. Kwangu mimi inaweza kawa ina make sense kwa watu wengine, ila kwangu mimi mtu anatoa buku 2,000, 5,000, 10,000, alafu wewe unachukua milioni 8, 9 unaenda unaziweka kwa watu waigize kwamba wanafunga ndoa, ila sasa kuna mtu afijia amepita na Tone Tone, ile tangazo alikuingiza hata shilingi 10. That is embezzlement. Yaani hiyo ni tafsiri ndogo tu ya nini? Ya ubadhirifu. Matumizi mabaya ya fedha. Ndio yale ambayo CAG anasema nini? Matumizi yasiyo na nini? Na tija. Haya. Kwamba Mheshimiwa Mbowe alitoa wito wa kutibu majeraha. Je, hii ni sehemu ya kutibu majeraha? Na je, Chadema kuna mpasuko? Chadema kuna mpasuko? Hapana. Chadema hamna mpasuko. Ila Chadema tu kuna watu ambao hawatakiwi. Chadema hamna mpasuko. Ila kuna watu wanaonekana hawa watu ni wabaya sana. Mimi jamaa ameniambia nisitoe mifano. Au ukishindwa kutoa mifano inakuwa ngumu kidogo watu kukuelewa. Naomba nitoe mfano wa mwisho mzee. Umeniruhusu? Jana mmeona kulikuwa na kikao cha TCD, sio? Kikao cha TCD. Wangapi mnajua TCD kwanza nyewe jamaa? Kituo cha Demokrasia Tanzania, Tanzania Center for Democracy. Si mmeiona jana? Ukisoma kwenye mitandao ya kijamii kabla ya jana, utaona watu wengi wameposti kwamba Lissu kuongoza kikao cha TCD, mwenyekiti wa TCD ameitisha kikao cha TCD kukutana nini na nini na nini. Sivyo? Okay. But what is TCD? Hicho kikao kimeibuka tu. Hicho kikao kinaibuka. Iko hivi, TCD ni muunganiko wa vyama vyenye wabunge bungeni, vyenye wawakilishi kwenye baraza la wawakilishi Zanzibar, pamoja na madiwani wasiopungua 3. Kwa hiyo tukienda TCD leo, utakuta ni muunganiko wa CCM, Chadema, ACT, CUF, NCCR. Vyama 5. Zamani kulikuwa kunaongezeka mwanachama mmoja kutoka kwenye vyama visivyokuwa na wabunge, anaitwa mwanachama mshirikishwa, anashirikishwa. Kwa hiyo kwenye vile vyama visivyokuwa na uwakilishi bungeni vinateua mtu mmoja anaingia kwenye TCD. Na muundo wa TCD una secretariat inayoongozwa na mkurugenzi wa TCD, ina kitu kinachoitwa kamati ya ufundi au technical committee, yani TC, na una summit ambayo ni kikao cha viongozi wakuu wa chama. Sawa eh? Sasa kila chama kinapeleka wawakilishi. Kwenye summit wanaenda viongozi 3
mwenyekiti, yani viongozi top leaders, mwenyekiti, makamu mwenyekiti na katibu mkuu. Kwenye TC ni wajumbe fulani ambao wanateuliwa na katibu mkuu kutegemeana na muundo wa chama fulani. Chadema tulikuwa na wawakilishi wetu kwenye TC, kamati ya ufundi, ambao kamati ya ufundi kazi yake ni kuandaa kikao cha summit, yani viongozi wakuu. Kila chama kinaleta viongozi wakuu watatu kwenye summit, mwenyekiti, makamu mwenyekiti na katibu mkuu, right? Sasa mimi nilikuwa mjumbe wa TC kutoka Chadema, na mjumbe mwenzangu alikuwa Bahati Chumu Haji, ambaye alipochaguliwa kwa makamu mwenyekiti wa BAWACHA Zanzibar akaresign, ile nafasi iko wazi, atateuliwa mtu mwingine. Utaratibu wa TCD, uongozi ni wa kupokezana kwa alphabet. Kwa hiyo ACT, CCM, Chadema, CUF, NCCR, yani hivyo. Kwa hiyo akianza ACT, makamu mwenyekiti anakuwa CCM. CCM akiwa mwenyekiti, Chadema anakuwa makamu mwenyekiti. Chadema akiwa mwenyekiti, CUF anakuwa makamu. Hivyo hivyo. Kwa hiyo mzunguko unakuwa hivyo. Sio kwa sababu Mwita ana akili sana ndio anakuwa mwenyekiti. Ni kwa sababu ya mzunguko uliowekwa kwenye utaratibu. Tarehe 26 Machi tulikuwa na kikao cha TC, kamati ya ufundi, ya kuandaa summit. Yaani kikao kilichofanyika jana. Lakini ajenda zake nyingi tu zilizojadiliwa. Sasa kwa sababu Chadema ndio mwenyekiti wa TCD, yani chama ndio kinakuwa mwenyekiti, sio mtu. Chama ndio kinakuwa mwenyekiti. Kwa Chadema ndio mwenyekiti wa TCD. Na kwa maana hiyo wajumbe wa hicho chama wakifika kwenye vikao, mmoja kati yao anakuwa kiongozi wa nini? Wa kikao. Kwa hiyo kwa sababu anakwenda mwenyekiti, makamu mwenyekiti, automatically mwenyekiti anakuwa mwenyekiti wa TCD, right? Kwa hiyo mimi nilikuwa mwenyekiti wa TC. Tulikaa kwenye kikao kujadili kuhusu kikao cha jana kilichofanyika jana. Tukaandaa dokumenti na nini vizuri kabisa, tukaweka pamoja. Hili niwakumbushe, kuna mahali fulani mwenyekiti wetu alisema hawezi kukaa na Wasira, sio? Nakumbuka. Alisema hawezi kukaa na Wasira, kuzungumza na Wasira, right? Yeye anamtaka Samia. Weka hiyo kwenye hesabu watu tunasema weka kichwani, si ndio? Sasa iweke kichwani. Tulipomaliza kile kikao, mimi nikatafutwa na katibu mkuu. Akaniambia kulikuwa na kikao TCD. Yes. Mmejadili nini? Wajumbe walikuwa ni akina nani? Nikamweleza wajumbe, nikamweleza kikao, nikamtumia agenda zilizojadiliwa na prospects za agenda za kikao cha summit. Akaniambia maneno yafuatayo kwa ujumbe wa message. Kuna mtu amemtumia ujumbe mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Lissu kwamba kulikuwa na kikao TCD na mlikuwa mnajadili no reform no election, na mlikuwa mnajadili kwamba kuwe na mdaharo ili CCM washiriki. Akaendelea, huyo mtu amemwambia kwamba katika mjadala huo CCM waliokuwa wanawaponda Chadema na wewe Mwita ulikuwa unamponda Lissu. For 4 hours Mwita haukuongea chochote kizuri kuhusu Lissu. 4 hours. Remember ni kikao cha TC. Kumbuke hapo mna vyama vingine. Mtu anampelekea mwenyekiti wa chama taifa kwamba Mwita hakuongea a positive thing about you in 4 hours. Okay? Akasema tunashangaa sana kwa nini Chadema inampeleka Mwita TCD. Okay. But what is TCD? TCD ni nini? TCD ni kama nilivyosema, hii TCD ilikuwa imekufa. Hii TCD tumeifufua mwaka 2021 wakati Zitto akiwa mwenyekiti wa TCD, yani ACT ikiwa mwenyekiti, Zitto akiwa kiongozi wa chama wa ACT, akawa mwenyekiti wa TCD, akapambana kuhakikisha TCD inafufuka. Ndio mimi nikaingia pale, tukaandaa mpango mkakati wa miaka 5 unaotekelezwa leo. Base moja ya miongozo ya TCD ni dialogue, mazungumzo. Sasa katika mazingira ambayo umeshiriki kuifufua TCD, unajua corridors za TCD, unajua mijadala ya TCD inavyokwenda, unaelewa mtu wa CCM akija huwa anaongea nini, unajua mtu wa CUF akija huwa anaongea nini, how do you defend Chadema in that context? Mtu anakuambia kwa nini Chadema inampeleka Mwita? Sio chuki hiyo? Sio visasi hivi? Sio vinyongo? Na jana watu wanasema sasa Lissu ameongoza kikao cha TCD, kile ambacho Mwita alikaa masaa 4 anamsema vibaya. That is ridiculous. Sio? Hakuna kuponya majeraha kunakofanyika, ila watu wanainstill fear, wanainstill vinyongo, visasi, yani ni mambo kama haya. Hakuna kuponya majeraha hapa.
lakini utaona kwa namna yoyote ile hakuna mazingira ambayo utaniambia unazungumza no reform no election. Kule unasema sitaki kana Wasira, alafu na huyo anasema sasa tumekutana na Wasira, tumekaa tumezungumza hapa, tumekubaliana tutafanya kikao kingine, tuandike waraka tumpelekee rais ili tuweze kupata reforms. Nani? Ndiye alikuwa mwenyekiti. Na Wasira alikuwepo. Na wametoka wanacheka pamoja pale. Kikao Chadema iliwakilishwa na Mheshimiwa mwenyekiti wa Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu, makamu mwenyekiti bara Mheshimiwa John Heche, makamu mwenyekiti Zanzibar Said Mzee, na mjumbe wa TC aliyekwenda kwa nafasi yangu katibu mkuu bara Mheshimiwa Amani Gorugu. Top leadership yote, na Wasira alikuwepo mzee akiwa mjumbe pale anasikiliza hoja zinasema. Sasa unasemaje kwamba sisi tunapinga no reform no election? Sisi wengine tunaamini kwenye dialogue, mazungumzo. Tunaamini hivyo na tutaamini hivyo siku zote. Sasa kwa kumalizia na mwisho kabisa, unashauri nini kifanyike kwa viongozi, nini na wanachama, nini mzingatie kufanya ili chama chenu kibaki katika mstari mmoja? Kwa fupi sana, Chadema ni familia moja, na for a long time tumekuwa tukiishi kama familia, na tumekuwa tukihubiri kitu kinachoitwa Chadema family. So the love, familyhood, brotherhood iliyokuwepo, tumekuwa tukienda kwenye field huko tunakaa kama familia, yani tunaishi kama ndugu ambao tumejuana, hata kama yani unafika sehemu haumjui mtu, lakini ukifika pale anakupokea kwa sababu wewe ni mwanachama wa Chadema. Kwa hiyo kitu pekee cha kuponya haya mambo ni kurudisha love iliyopotea, ni kurudisha familyhood iliyopotea, ni kurudisha brotherhood iliyopotea, na kuondoa dhana kwamba wewe uliyeshinda ni mkubwa sana, aliyeshindwa hafai. Mimi nimemaliza. Ila msinichoke, tutaitana sana. Mimi